Shule amekimbia na hela za marejeo za vikoba ya watu. Nilisema. Hey. Mimi wamesema kuzichanga hela za watu. Nani? Story hata 100. Tafanya tu pangeni simu ndio kafesi kila kitu. Sasa mtu kashakimbia tunapatia watu. Hapo tu ndo mtihani. Wewe nipige. Wewe kwa mkubwa apige simu iko njiani anakuja na hata sele mwenzi. Na chakula chenyewe kimenigomea hapa. Wewe pika. Karibu. Karibu mwanangu. Naenda. Umeje basi? Nzuri, karibu. Wema. Wema. Asante. Marhaba. Karibu mwana. Hebu niwekee maji bwana. Sawa. Ndio mimi niondoke. Ndio unaenda? Naenda mimi. Yaani shemeji yako kufika tu naona kimbia jamani. Mimi niende kwa kweli. Si tupo. Kwa shemeji yako kufika tu naona kimbia. Eti shemeji yako nimekufukuza? Amna. Sio vizuri wana. Zao bora tena. Mungu mwema. Japo changamoto njiani humo, barabara sio nzuri sana. Naona zimewakubali sana mvua huko. Mvua huko zinanyesha. Hata mimi naona. Sasa mwanangu maji tayari huko? Kali. Haya. Shukuru. Sema nini? Hapo hii simu naona inaelekea kuzima. Iweke chaji. Sawa. Nakuja. Unapika nini? Niko napika ubwabwa. Niumisi kweli mkono wako. Wewe mwanaume ni mshenzi eti. Mala bashura. Yaani mimi nimekaa namsubiri yeye afu mbele na akiingia eti. Anichi TV. Ngangu. Nini tena yani mimi natoka tu tena machozi. Shida ni unaomba. Shapala mimi simba unaomba. Acha. Nitarupasua mimi. Huyu sijui Rahma, sijui Ashura, maana umeenjoy. Huyu mwingine anakuambia sijui leo sitokuja, sijui kweli kabisa. Kazi zangu unaijua, changamoto zake nishaga kuelezea hata kabla hatujaona. Leo ni nini kichwa? Changamoto umeenjoy. Nimeenjoy, asante kipenzi. Kwa hiyo unatakaje sasa labda? Kwa hiyo unaniambia mimi nataka diet? Upate amani tu nifanye nini? Tukapime. Tukapime. Hujanisikia nilichoongea? Naomba niongee kichina hapa. Kwa hiyo sasa hatuaminiani kiasi hicho. Sikuamini. Maana sasa hivi hata kama nikienda gengeni nikirudi tupime. Sasa kama kitendo cha kuenjoy, nimekuta anaki karibia 100 kidogo. Haki ya Mungu mwanaume kwa unanichosha. Twende tukapime tu. Na hata kupima ni upendo wangu niona, lakini bila hivyo ningefunga vyombo mimi nikaondoka. Sio kwa message hizi. Kwa mke wangu. Ndoa yetu sisi tuliofunga kwa gharama nikatoa na mahari. Tukaambiwa tuaminiane wenyewe, tukaaminiana ije ivunjike kwa message ambao sijui hata thamani yake ni shilingi ngapi. Nadhani haizidi hata 2000 kifurushi. Sawa. Hiyo message ambayo zidi 2000 kifurushi, lakini inavunja ndoa ya mtu. Ila mke wangu mngeniamini. Sikuamini. Mimi najielewa. Twende tukapime. Kwani shida iko wapi? Kwa shida ni kupima. Twende tukapime. Tunaenda kupima wapi? Shika simu yako sije kaipasua. Au nijichagulie. Ujichagulie? Je, kama umewapanga? Twende. Wapi sasa? Popote napojua mimi. Fanya hivi, njoo nyumbani unichukue basi, kuna sehemu naenda hapa. Au umefika mbali sana? Nitajua ndio unaongea na malaya zako sasa. Haya wapi? Twende. Kule mbadilike. Hakuna. Yaani imejia unataka tukorofishane. Ona nguo sasa unataka kusema. Twende. Na nguo zitabadilika. Jamani. Au unazeni mchepuko. Unajua unakera wewe mwanamke? Ndio nitazidi kukukera, nitakukera. Hapa ni chocolate. Bila kupima hapa hakuna kitakachoendelea. Ulitumwa uje kushika simu yako. Kwa hiyo huko ndani kuna mkataba kila mtu ashike simu yake, si ndio hivyo? Hebu
Twende. Chukua hela, sina hela nini? Nachukua, unafikiri sichukui. Sio nataka kunizoea eti. Niwekee simu za wanawake zangu kama. Na boss. Pole sana. Nakupa hizi dawa hizi. Ndio. Utatumia vidonge viwili kutwa mara 3. Maana yake vidonge viwili baada ya masaa 8. Ambapo ni asubuhi, mchana na jioni. Utatumia kwa muda wa siku 5. Zikishaisha siku 5 utarudi. Ndio habari. Salama kwema? Kwema. Karibu sana. Kaka karibu. Kwema ndugu. Kwema, mambo vipi? Kwema. Karibu sana. Karibu nikusikilize. Asante. Dokta. Naam. Sisi tumekuja kupima. Ndio. Ndio mara ya kwanza au ushawahi kupima tena? Mimi na kama miezi 6. Na miezi 6. Sasa sijui mwenzangu hapa yaani wewe ndio utatupime tu. Sawa, lakini kabla ya kupima kuna jambo moja nitaka niwashauri. Vipimo huwa inatakiwa ni kila baada ya miezi 3. Inatakiwa upate vipimo ili kujua hali yako inaendaje, afya yako inaendaje. Dokta, sio tunakuja? Vipimo. Kupima. Maana yake tukisha pima ni baada ya dakika 10 hadi 15 tunapata majibu sahihi. Sawa, unasema bwana nataka ndoa. Haina shida. Sana. Maana mmechukua maamuzi mazuri kuja kujua afya zenu. Vizuri sana. Naanza na nani hapa? Anza na mimi. Naomba nianze na Mr. hapo. Madam hapo. Na kama nilivyowaambia mwanzo kwamba baada ya dakika 10 vipimo vyetu vitakuwa tayari kwa ajili ya kusoma majibu. Kwanza kabla ya yote hongereni sana. Maana umependeza. Umechukua uamuzi mzuri sana. Na tumeanza na Mr. hapa tukamcheki, tukaja na Mrs. hapa tumemcheki. Vipimo vinaonyesha kwa upande wa Mr. naona kabisa yupo salama. Kwanza hongera sana. Nilitarajia majibu. Mwenzangu alikuwa anaamini. Na mimi sasa hivi amani ndio.
Sawa kabisa. Hapo na kesi nyingine. Hamna kesi yoyote, tunaweza tukaenda tu. Na hongera sana. Endelea kujitunza hivyo hivyo. Epuka kutumia vitu vyenye ncha kali ambavyo sio salama. Epuka ngono zembe hivyo. Kwa upande wa pili, Mrs. hapa usipaniki sana, kwanza ni hali ya kawaida. Magonjwa tumeambiwa binadamu hivyo. Kwa upande wa Mrs. hapa, kwa upande wa Mrs. hapa kipimo chake kinaonyesha ana maambukizi ya HIV. Nini? Wewe kipindi unanishambulia. Changu ndio kinavyonionyesha kwamba una maambukizi ya HIV. Hapana sister. Hebu samahani. Unaweza kuona hivyo vipi? Ndio. Kipimo chetu ni hiki hapa. Sawa sawa. Au mjomba. Mimi na wewe nani sasa msaliti? Kwa hiyo kumbe ulikuwa ni ili ujifiche unanishambulia mimi, sio? Mimi sijui tumetoka wapi. Sikiliza sasa. Maneno yasiyo mengi. Kama tulivyoelewana kwamba majibu yakitokea mmoja wetu akabainika na virusi vya ukimwi, hadithi yetu inaishia hapo. Basi mama, maombi yako yamepokelewa vizuri kabisa. Sawa? Nisamehe Mimi siishi na makaba. Mimi nisamehe. Mimi hata sijui. Wewe ni msaliti, unajificha tu. Nisikilize. Wewe, nyanyuka usijisumbue. Cha kukusaidia sasa. Nenda nyumbani kachukue kila kilicho chako. Chukua 50 zako na mimi nibaki na za kwangu mama. Au kwa vile ulikuwa unakaa pale umeshazoea na watu. Mimi nakuachia chumba. Mimi nachukua kilicho changu, sawa? Tusitafane. Nisamehe. Wewe. Wewe. Dokta.